بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، katika darasa yetu ya jana ambayo ni darasa ya utangulizi wa tafsiri ya suratu at-Talaq, sura ambayo imetuletea sheria nyingi muhimu zinazohusiana na jambo la familia na haki za ndoa. Tukalazimika kwanza kuielezea sheria yenyewe ya Kiislamu, namna ilivyokuwa ni sheria bora, sheria ya kipekee inayojali na kuchunga maslaha ya wanadamu, sheria ambayo haina mbadala, kwa kuwa ni sheria inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni katika moja ya sifa yake kubwa kabisa. Chimbuko lake sheria hii ni kutoka kwa aliyeumba mbingu na ardhi, ndio asasi yake, kwa sababu lengo lake au msingi wake ni wahi. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله، كما alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tumekiteremsha kwako wewe kitabu kwa haki, kikiwa kitabu hiki kimevaana na haki na hali ya kuwa ni chenye kusadikisha yale yaliyotangulia mbele yake katika vitabu vilivyopita. Na kitabu hiki pia vile vile kimeyatawala yaliyomo kwenye vitabu hivyo na kuyahukumu. Basi wewe wahukumu wao, hukumu kati yao kwa kile ambacho amekiteremsha Allah. Akaileta sheria hii Allah kutoka kwake, na lengo pia ni Allah, kwa kuwa lengo ni kumridhisha yeye subhanahu wa ta'ala aliyetuumba akatuweka katika huu ulimwengu kwa lengo na madhumuni ya kumwabudu yeye tu na kumpekesha katika ibada. Kwa hiyo miongoni mwa sifa kuu za sheria hii ni sheria itokayo kwa Allah. Kwa hiyo haiwezi kuwa na mfano wala haiwezi kuwa na mbadala. Na katika sifa kuu ambazo tulizitaja au sifa za kipekee tulizozitaja katika sheria hii ni kuwa ni sheria iliyoenea nyanja zote za maisha ya mwanadamu. Haikuacha sehemu yoyote inayomhusu mwanadamu ila iliingia sheria hiyo kutoa mwongozo. Haikumwacha mwanadamu
hali ya kuwa ni hairan, mwenye kudangana, mwenye kutatizika. Amefika mahali hajui hapa sheria mwelekeza vipi, au hakuna sheria ya kumwelekeza. Uislamu hauko hivyo, kila mahali sheria ipo. Atabaki huyu mwenyewe tu kuwa kwa kule kuzembea kwake kuwa hajui, kwa sababu tu alizembea, hakutaka kujifunza. Lakini katika kila atakaloliendea ataikuta sheria mbele yake tayari imempa mwongozo, kuanzia katika mambo ya ibada kutoka mwanzo mpaka mwisho, mambo ya miamala, mikataba na mafungamano mbalimbali na watu, katika mambo ya biashara, kuuza na kununua, matumizi. Pia kwenye upande wa kuvuka mipaka, ikiwa yeye amedhulumu au amedhulumiwa, kuna suala la taaddi. Na kuna watu hawana subra juu ya kuwadhulumu wenzao, akishakuwa anajiona na nguvu kidogo kwa sababu ameinua vyuma, anaona misuli, basi atakumpiga kila mtu, atakupigana na huyu, mara kamjeruhi huyu. Sheria imeweka utaratibu, huyu kamjeruhi huyu, nini hukumu yake, huyu kakikwapura kitu cha huyu, kamnyang'anya mwenzake haki, umesimama vipi katika jambo hili? Kila kitu kimewekewa utaratibu. Kwa hiyo haki za wanadamu baina yao wenyewe kwa wenyewe, mkubwa na mdogo, baba na mwanawe, mama ni wazazi na watoto, ndugu na ndugu yake, majirani na wengine wote kwa ujumla. Sheria utaikuta imekutangulia, hapa usifanye hivi, hapa usifanye hivi, hapa unatakiwa ufanye hivi. Sheria ya Kiislamu imeweka utaratibu katika haya. Na katika mambo ambayo yamewekewa utaratibu ni jambo la familia, ambalo ndilo jambo linalohusu hasa sura hii ambayo tunakuisoma. Imelizungumzia jambo la familia kwa uzuri sana, tangu kuanza kwake familia mpaka kufikia mwisho wake. Yani tangu mwanzo pale mtu anapotaka kuoa, kijana wa kiume anataka kuoa au mwanamke anataka kuolewa, kutoka mwanzo sheria imeweka utaratibu. Mwanamume aoe mwanamke mwenye sifa gani, sifa zipi, na mwanamke naye anatakiwa amkubali mwanamume mwenye sifa zipi. Mawalii wa mke watakiwa wamtazame mwanamume kwa kuzingatia vigezo gani, na taratibu zote kutoka mwanzo. Mambo ya mahari, yani mambo kutafuta uchumba, mambo ya mahari, masala ya aqdi ya nikah, aqdi yenyewe, mawali, sharti za ndoa na nguzo zake, venye kuharibu ndoa, vyote vinaelezwa na sheria ya Kiislamu kwa ufafanuzi mzuri kabisa ambao hauna shaka ndani yake. Nani yafaa kuolewa, kwa maana kwamba ni halali kumwoa na nani si halali kumwoa, walioharamishwa kuoa ni kina nani. Yote haya sheria imeyatazama, ikayapa nafasi, ikayaelezea kwa uzuri kabisa. Kadhalika katika jambo muhimu lililoelezwa ni suala la muashara, sasa kuishi kwa wema, waashiruhunna bilma'ruf. Jambo hili limeelezwa, haki za mume ni zipi, mwanamke ambazo anatakiwa amtimizie mume wake, na haki za mume ni zipi ambazo mwanamume anatakiwa amtimizie mke wake.
mtu ambaye atakiwa azijue haki za lazima za msingi kabisa, na kuna mambo ambayo ni katika mambo mazuri si lazima, lakini katika mambo mazuri yenye kuimarisha ndoa, yote atakiwa mtu ayajue na sheria imeyataja. Sasa maisha yalivyo kwa wanadamu katika kila sehemu, kila nyanja, unaweza ukataka kufanya jambo kwanza ukaona kwamba hivi ndio sawa, hili ndio lenye maslahi, alafu baadaye ukabainikiwa kwamba maslahi yako tofauti, hali ikawa sio hivyo hivyo. Unaweza ukamchagua mwanamke ukaona kwamba huyu atanifaa katika safari yangu ya maisha kwenye ndoa, tukaishi mtakavyoishi, kumbe ikawa si. Kuna mambo ya kuvumilia, sheria itakuhimiza kwamba vumilia, yavumilie haya kwa maslaha, lakini kuna mambo mengine huwezi tena kuvumilia, kwa sheria ikatoa mwongozo sasa pale. Hivyo hivyo kwa mwanamke anaweza kuona kwamba huyu ndiye mume atakayenifaa, na wazazi au mawali wakaona kwamba huyu ndiye mume atakayemfaa binti yetu kwa sifa alizonazo kwa dhahir. Hujui usiri wake na undani wake, kwa sababu hatukuamrishwa tupekue undani wa watu, lakini dhahiri kwamba huyu ni mtu mwema, huyu atafaa. Alafu ikaja ikatokea ni tofauti, badala kuwa ndoa ni neema ikawa ni nikma, baada ya kuwa ni raha ikawa ni karaha, ikawa ni huzuni, ikawa ni mateso na taabu kwa mwanamke. Sheria imeweka utaratibu. Kwa ufupi ni kwamba sisi Waislamu hatuna kitu kinachoitwa pingu za maisha. Hatuna pingu sisi za maisha. Sisi tuna ndoa, mkataba wa ndoa ambao ndani yake kuna al-imsaku bil ma'ruf au at-tasrihu bil ihsan, kama tutakavyosoma ndani ya sura hii. Kwa hiyo limewekwa jambo hili kwa sababu fitra ya mwanadamu iko hivyo. Sheria yahimiza watu waishi na wake zao, wavumiliane, mke amvumilie mumewe katika yale ambayo yafaa watu kuvumiliana na kwa kiwango kinachokubalika katika uvumilivu. Lakini ikifika hadi fulani kwamba hakuna namna, sheria ikaweka utaratibu. Ndio hii sura ikawekwa, iko suratul talaq, sura ya talaka. Kwa hiyo pakawekwa talaka na taratibu zake. Wakati gani mwanamume atakiwa aitoe talaka, wakati gani hairuhusiwi, ni haramu kutoa talaka. Sasa kuna mingine ambayo yanaendelea hapo, mambo ya nasaba yako. Wakati gani mtoto huyu atanasibishwa na wewe? Yani mathalan katika sheria ya Kiislamu imetokea wewe umemwoa mwanamke tarehe 1 mwezi wa kwanza, amefika tarehe 1 mwezi wa 5 ajifungua mwanamke. Mimba hii ya lini hii? Tukihesabu kutoka mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 5 ni miezi 5. Hii mimba vipi? Sheria ishakwambia si mwanao huyo. Hakuna mtoto wa miezi 5. Kwa hiyo wakati gani mtoto atanasibishwa na wewe? Ataambiwa huyu ni wako. Sheria, taratibu umewekwa katika sheria kwamba ikifika hivi huyu ni mtoto wako. Na kama ukimkana, kuna taratibu zimewekwa kwamba mimi simkubali huyu, mbona huyu afanani na mimi? Ukaona jamani, si Mchina huyu, atoka wapi huyu? Huyu sio wangu mimi. Ukaanza kutia mashaka na nini,
sheria ishakupa utaratibu. Kama utakuwa mwenyewe alimezea jambo hilo katika moyo wako, haya Mungu mkubwa bwana, ikawa amezea, basi sheria imekuacha. Lakini ukianza kulisema, kuna utaratibu umewekewa, taratibu wa liani na mengineyo. Sheria haikuacha kitu. Kwa hiyo kuna mambo ya nasaba, kadhalika mambo ya nafaka. Nafaka maana yake ni posho na matumizi ya familia yako. Sura hii pia imeeleza jambo hilo, kwamba matumizi ya familia yako juu ya nani, ni kwa kiasi gani. Je, watakiwa utoe shilingi ngapi? Kama ni pesa, ni shilingi ngapi kwa siku kwa ajili ya matumizi ya familia yako? Kama ni mke wako tu au ni mke na watoto, au imetokea mathalan umemwacha mwanamke yuko kwenye eda, je, ni eda ipi ambayo unatakiwa uendelee kutoa matumizi? Sheria imeweka utaratibu. Katika hali ipi mwanamke akiwa katika eda atakiwa apewe matumizi? Sheria imeweka utaratibu. Na eda ipi mwanamke hapewi matumizi? Sheria pia imeweka utaratibu. Na suala la kurithiana na mengineyo, lengo ni kutaka kutengeneza na kuupangilia mfumo wa ndoa. Na talaka si vita na uhasama, kwamba talaka ikishatoka na udugu umekufa. Si hivyo. Ni kuwa watu tu hawaelewi jambo la dini, wanayapeleka mambo haya kimila zaidi kuliko kulipeleka jambo kidini. Na nyinginezo katika ahkamu ambazo naona kuzifafanua kwake ni kwenda mbali zaidi na kutoka katika lengo la sura hii. Na siku zilizobaki katika mwezi huu ni chache, na sura hii ina mambo mengi sana. Tutakiwa tusome vipande katika sura ili tuweze kutoa ufafanuzi wa kutosheleza biidhnillah alkarim. Suratu Talaq ni katika sura za Madina, yani kwa maana sura hii imeshuka Madina. Na tunaposema kwamba sura fulani ni suratu madaniyatun, maana yake imeshuka baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ameshahamia Madina. Kwa hiyo ishuke popote itakaposhuka, lakini kama kipindi cha kushuka sura hiyo ni baada ya hijra, itaitwa ni sura ya Madina. Lakini kama sura itashuka kabla ya hijra, kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhamia Madina, basi sura hiyo itaitwa makkiyatun, ni sura ya Makka. Popote itakaposhuka, lakini itaitwa sura ya Makka. Ikiwa imeshuka kabla ya kuhama Mtume sallallahu alaihi wasallam, kabla ya kuhajir na kugura Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka kwenda Madina. Ikiwa ni kabla, itaitwa sura ya Makka, na ikiwa ni baada, itaambiwa ni sura ya Madina. Kwa hiyo sura hii ilishuka baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhamia Madina. Kwa hiyo ni sura ya kimadina, madaniya. Katika mpangilio wa sura hii ni sura ya 65 na aya zake ni 12 tu. Na sura hii imeanza kwa kuitwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaitwa, anaambiwa ya ayuhan nabii, ewe nabii. Anasemeshwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na siku zote Qur'ani au Allah subhanahu wa ta'ala anapomsemesha Mtume sallallahu alaihi wasallam humuita kwa cheo chake, tofauti na mitume wengine. Ya Ibrahim au ya Nuh, ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya,
ya Nuh ihbit bisalamin minna, ya Musa, ya Isa na mfano hiyo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anapoitwa na Mola wake huitwa kwa cheo chake, haambiwi ya Muhammadu. Utaona mahali popote ameitwa ya Muhammad, la, ya ayuha nabii, ya ayuha rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, ya ayuha nabii ittaqillah, ya ayuha nabii lima tuharrimu ma ahalla Allah lak. Anasemeshwa kwa kuitwa kwa cheo chake sallallahu alaihi wasallam, na hii ni kutokana na utukufu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemtukuza mtume wake na kumpa cheo kikubwa. Na neno an-nabii maana yake ni yule mpashwa habari, kwa sababu an-nabii yuko katika wizani wa fa'il, nabiun wasili yake kwa maana ya fa'ilun, kwa maana ya munabba, mwenye kupewa habari, kwa sababu nabba yunabbi, ndio hiyo asili yake. Kwa ya ayuha nabii, ewe nabii au ewe mwenye kupewa habari wewe kwa njia ya wahi, mwenye kupewa habari, mwenye kufunuliwa habari kwa njia ya wahi, yani mtume, waambie umati wako. Kuna maneno yameondolewa hapo, anasemeshwa mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini unasemeshwa umma wake. Kwa hiyo ewe nabii, waambie umati wako, idha talaqtumun nisaa, pindi mtakapowataliki wanawake. Mmefikia hadi sasa haiwezekani kuendelea na mkataba wa ndoa, watakiwa mtoe talaka. Sasa pindi mtakapowataliki wanawake, ya ayuha nabii, ewe nabii, waambie umati wako, idha talaqtumun nisaa, mtakapowataliki, mtakapowaacha wanawake, fatalliquhun li'iddatihin, basi wapeni talaka wao, basi watalikini wao, waacheni wao katika wakati wa kuanza eda zao. Li'iddatihin, lamu litawqit, lamu ya kuweka wakati, kwa maana kwamba wakati unaofaa wa kutoa talaka ni ule wakati ambao mwanamke anaweza kuanza eda, akiachwa tu eda yaanza. Sasa hapa pana maelezo na ufafanuzi. Kuna wakati ambao mwanamke akiachwa, akipewa talaka tu eda yaanza hapo hapo, huo ndio wakati sahihi wa kumwacha mwanamke. Na kuna wakati ambapo mwanamke akiachwa hawezi kuanza eda katika siku hiyo, lazima angojee kwanza. Hiyo itakuwa ni talaka ya haramu. Nyakati mbili ndizo ambazo hazifai, na talaka itakuwa ni ya haramu. Kwa hiyo watakiwa ulijue hilo, si kwamba niache, nimekuacha, kakufanyia jambo umekasirika, umekuja nimekuacha. Muislamu haendi na utaratibu huo. Huo ni uhuni, si Uislamu, si taratibu za Uislamu. Kwa hiyo katika mambo tunayojifunza katika aya hii, sheria inatuelezea na kutuhimiza kwamba tuwaache wanawake katika wakati ambao wanaweza kuanza eda zao. Kwa hiyo kuna mambo mawili unatakiwa uyachunge sana, ili ujue kwamba sasa hapa eda inaweza kuanza. Wakati wa kwanza, hakikisha kwamba wakati unatoa talaka mwanamke hayuko katika siku zake. Wakati wewe watoa talaka au wataka kutoa talaka, mke wako hayuko katika ada yake, katika siku yake, siku zake, hayuko katika hedhi. Lugha ya wazi, mwanamke hayuko katika hedhi.
kwa sababu akiwa yuko katika hedhi ukimpa talaka hawezi kuanza talaka pale mpaka atakapotoharika. Kwa hiyo umekwenda kinyume, umekiuka. Bila shaka tumeeleweka. Na hiyo ni talaka ya bid'a unayofanya uzushi na wapata madhambi, kwa sababu unakwenda kinyume na agizo hili. Ya ayuha nabiy idha talaqtumun nisaa fatalliquhun li'iddatihin, ewe nabii waambie umati wako pindi mtakapowataliki wanawake, pindi mtakapowaacha wanawake, mnapotaka kuacha wanawake basi waacheni kwa wakati wa kuanza eda zao. Kwa hiyo wakati wa kwanza wa kutazama ni huu tuliotaja. Je, mwanamke yuko katika ada yake? Je, mwanamke yuko katika siku zake? Yani je, mwanamke mke wako yuko katika hedhi? Hata akikupiga ngumi kiasi gani, akarusha stuli, akarusha vyombo kwamba umpe talaka, lakini maadamu yuko katika hedhi ni haramu kutoa talaka. Hili walijue wanaume na walijue wanawake. Tumefahamu? Kwa hiyo mwambie basi tulia, wewe sasa hivi uko katika haidh, subiri utaharike, tutakuja kuyazungumza mambo ya talaka. Sheria ina hikma kubwa sana katika jambo hili. Sawa? Sheria ina jambo kubwa sana, kuna mambo maslahi makubwa sana yanachungwa hapo. Tutaeleza. Katika hali ya pili ambayo haifai kutoa talaka, mwanamke hayuko katika hedhi, yuko tahara, lakini tahara hiyo ushakutana naye wewe, yumo ndani ya tahara, lakini tayari wewe umekutana naye, ni mke wako, umekutana naye, umelala naye, umemjamii. Na adai talaka sasa. Waambie hapana, maadamu mlikutana kwenye kipindi hiki wakati yuko tahara, usimpe talaka huyo. Kama ataka talaka mpaka aingie kwenye hedhi, alafu akitaharika sasa ndio utoe talaka hiyo. Kwa sababu ukimpa talaka sasa hivi hataanza eda, na siku zote hizo hazitahesabika katika eda. Na sheria yatuambia waacheni katika wakati wa kuanza eda. Narudia tena, wakati mwanamke yuko katika tahara, lakini katika ndani ya tahara hii wewe umekutana naye, umemjami mke wako katika kipindi hicho, haifai kutoa talaka. Hata waje kina nani, wazee wote wamekusanyika, familia imekuja, washenga na nani, kwamba muache binti, sawa, lakini sasa hivi bado haifai mpaka aingie katika hedhi yake, ataharike. Sasa hivi talaka hii hapa haifai, napata madhambi, tupata dhambi hapa. Na kuna khilafu baina wanawachuoni. Je, talaka iliyotolewa wakati wa hedhi, wakati mwanamke yuko kwenye hedhi, au mwanamke yuko katika tahara lakini ameingiliwa na mume wake, je, talaka ile inapotolewa yapita au haipiti? Khilafu baina ahli ilm. Kauli ya muhaqqiqina katika wanawachuoni wanasema talaka haipiti, kwa sababu ni talaka ya bid'a, wa man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Ufanya jambo la kizushi na amali yako hiyo haikubaliwi, unawapata madhambi. Hiyo kauli iko katika kauli za wanawachuoni. Sasa pale mara nyingi shaitani ndiye anayechochea jambo la talaka. Mwanamke akafanya mambo ya ovyo ovyo, shetani ndiye anamchezea ili ndoa ivunjike. Na kwenye kuvunjika ndoa kuna mafsada mengi sana na uharibifu mwingi sana, lakini shetani ndiye anayechochea bali, au amchochea mume afanye mambo ya ovyo ovyo ili ndoa ivunjike, na utumia mlango wa ghadhab. Mwanamke kaghadhibika na mwanamume kaghadhibika, kila mmoja ukimtazama macho yamekuwa mekundu,
hakuna kumsikiliza mwenzake, huyu asema na huyu asema. Sasa wakati kama huo wa mabishano na ghadhab, waweze kufanya chochote kile. Sheria ikazitazama nyakati hizi mbili. Sasa ukiambiwa bwana, sasa subiri, usitoe talaka mpaka pengine ni katika tahara ambayo umemjami, subirini mpaka aingie haidhi, akitoharika sasa talaka. Mkikaa siku mbili tunajikuta kwamba ule upumbavu wenu na ule wazimu wenu tayari umewaondokea, na kwamba kidogo nikuache bwana, bwana mambo ya kipuuzi tu. Kwa hiyo unapewa namna ya kuweza kusubiria jambo, ili jambo ulitafakari, kwa sababu linahitaji tarayuth, tarawi na at-taanni. Mambo kama haya yanahitaji utulivu, razana katika akili, ukae utafakari mustakbali, kwa sababu watu wengi walioacha wake zao kwa sababu ambazo si za msingi, mara utakuta amemrejea mke. Nini? Nimefikiria bwana, unajua kuna watoto, naona watoto wangu watapata tabu. Kwani wakati ukiacha ulikuwa huna watoto? Akili yako ilikwenda wapi? Ilikuwa kwenye visigino au ulitupilia wapi? Ni kwa sababu ulifanya maamuzi haraka wakati una hasira, ukajitazama wewe na mke tu, ukaangalia maslahi yako yaliyoko baina yako na mke wako, basi hukuyatazama maslahi mapana. Lakini kama lau utaifuata aya hii kwamba pindi mnapotaka kuwaacha wanawake, waacheni kwa muda wa kuanza eda zao, basi zile talaka za kurusharusha zisingekuwepo. Kusingekuwepo na talaka za kurusharusha. Nadhani pameeleweka hapo. Kwa hiyo sheria imeweka utaratibu huo. Ya ayuha nabii, ewe nabii, waambie umati wako, idha talaqtumun nisaa, pindi mnapotaka kuwaacha wanawake, fatalliquhun, basi waacheni hawa wanawake, liiddatihin, kwa wakati wa kuanza ida zao. Hili ni jambo la kwanza ambalo limebeba vitu vingi ndani yake. Jambo la pili, wa ahsul idda, na ihifadhini eda, zihisabuni siku za eda. Kusileta ujanja wa kuziruka. Nyinyi wanaume muhisabu kwamba leo ni siku ya 5, siku ya 7, siku ya 10, hivyo hivyo zihisabuni. Kwa hiyo katika aya hii pia tunapata faida ya kwamba sheria ya Kiislamu imemwekea mwanamke kipindi maalumu cha kungojea ambacho kinaitwa eda. Eda ni ibada kwa mwanamke. Eda kwa mwanamke ni ibada amewekewa na Mola wake aliyemuumba, kwamba wewe bibi, wewe utakapoachwa wewe watakiwa ukae eda, na hukumu za eda ni hizi. Pamoja na kwamba wanawake siku hizi wameendelea sana na ni werevu sana, hawajali wala hawatazami jambo la eda. Kukaa eda ni ushamba, mambo ya kizamani, mambo ya wanawake wa kale waliopitwa na wakati, si wanawake wa kisasa. Wanawake wengi sasa hivi wakai eda, wachache watakaa pengine eda ya kufiwa, lakini eda ya kuachwa wengi wao hawataki kusikia. Sijui imewakosea nini, lakini ni lazima mwanamke akae eda. Sasa eda, utaratibu wake umeelezwa katika sura hii na sura nyingine. Kwenye suratul Baqara Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza utaratibu wa eda, kwa maana kwamba muda wa eda gani itakaliwa kwa muda gani. Lakini kwa ufupi ni kwamba eda inakuja baada ya mtengano, yani baada ya watu kutengana. Kutengana kuko kwa aina kuu mbili. Kuna kutengana
katika hali ya uhai na kuna kutengana katika hali ya kifo. Akiwa aliyekufa ni mume, mwanamke atakaa eda miezi 4 na siku 10, 4 ashhuri wa 10. Yani wewe hapo ukifa watakiwa wake zako wakae eda, au mke wako akae eda ya kufiwa na mumewe kwa muda wa miezi 4 na siku 10. Na hili litategemea kama mwanamke huyo si mjamzito, ndio eda yake itakuwa ni miezi 4 na siku 10. Lakini mwanamke huyo akiwa ni mjamzito aliyefiwa na mumewe, akiwa ana mimba, basi eda yake ni kwa kuizaa mimba yake kama itakavyoelezwa katika sura hii. Yani mathalan wewe ulipofikwa na mauti, mke wako ana mimba ya mwezi mmoja, atakaa eda mwanamke huyo mpaka atakapojifungua. Kama atajifungua baada ya miezi 9, baada ya miezi 7, vile itakavyokuwa, ndipo eda itakapokwisha hapo, kama aya tutakapoisoma huko mbeleni insha Allah itaeleza jambo hili. Kwa hiyo hii ni eda ya kufiwa. Pengine wewe umekufa, mke wako ana mimba ya miezi 8, yuko katika wiki za mwisho kabisa kujifungua. Aliposikia habari ya kifo chako akapatwa na uchungu, akazaa mimba, basi eda imeisha. Pengine atakaa siku moja, wiki, lakini wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahun, wanawake wenye mimba eda zao, muda wa eda zao ni kukuzaa mimba zao. Kwa hiyo hili ni farikiano la kwanza la wakati kwa njia ya kifo, na eda iko kwa mwanamke tu na si kwa mwanamume, na ni amrun ta'abbudiyun, ni jambo la kiibada ambalo limewekwa, linafanyika kwa njia ya ibada, lina malengo. Lakini moja katika hayo ni ibada, mwanamke kukaa katika kizuizi cha ibada baada ya kufiwa na mumewe. Hivyo hivyo kuna kutengana katika hali ya uzima. Sasa nao ni kwa njia kama ya talaka. Mathalan, mwanamke ameachwa na mumewe kwa kupewa talaka. Kama akiwa mwanamke huyu hana mimba na talaka ile aliyopewa ni ya kwanza au talaka ya pili. Talaka katika Uislamu ziko mpaka 3, hakuna 4, na yatakiwa itolewe moja baada ya nyingine, wala hasitolewi kwa mpigo. Kwa mimi nimekuacha talaka 10, ule ni uhuni. Nimekuacha talaka 3, huo ni ujinga. Ujinga utakujua sheria. Uislamu haufundishi hivyo. Imekwenda, imefikia wakati hamna masikilizano, haiwezekani, basi toa talaka moja tu. Kwa hiyo ile itaisabika kuwa ni talaka, na atakiwa kukaa eda ikiwa imetolewa katika wakati unaofaa. Kwa mwanamke akae eda. Kwa hiyo akiwa ni haid, kwa maana kwamba si mwenye mimba tena, ni mwanamke ambaye anapata siku zake, yani anaingia katika ada yake kama kawaida, basi yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru. Mwanamke wa aina hiyo, wanawake wa namna hiyo watangojea, watasubiria kwa vipindi vya hedhi 3. Apate hedhi ya kwanza atahariki, apate hedhi ya pili atahariki, apate hedhi ya 3 ataharika, basi eda imeisha. Maadamu
yuko katika umri wa kupata hedhi na anaipata hedhi, basi muda wa eda yake ni kukaa vipindi vya hedhi 3. Ile 3 quru. Al-quru wanaochuoni wamekhtalifiana katika kutafsiri maana yake. Kuna waliosema kwamba al-quru maana yake ni hedhi, na wengine wakatafsiri maana yake ni tahara, na hapa panapishana, ana tofauti hapa. Shafi'i wanasema tahara, jamaahir jumhur ahli ilmu wanasema ni haidh, na hii ndio kauli iliyo na nguvu. Kwa hiyo atasubiri vipindi 3 vya hedhi, na kama mwanamke huyu kwa sababu ya maradhi au kwa sababu ya utoto au kwa sababu ya utu uzima apati hedhi, atasubiri kwa muda wa miezi 3 kama aya 4 itakavyoeleza hapo. Atasubiri kwa muda wa miezi 3, atakaa eda kwa muda wa miezi 3. Kwa hiyo eda kwa mwanamke ipo na imewekewa utaratibu, na mwanamke huyu ambaye ametengana na mume wake kwa kupewa talaka, kama akiwa yuko katika ujauzito, basi pia muda wake wa kusha eda ni kwa kuizaa mimba yake. Ni mmoja umerefuka muda au umekuwa mfupi. Na talaka ya kwanza ito talaka rejea. Talaka ya kwanza unayompa mke wako inaitwa talaka rejea, na talaka ya pili pia inaitwa talaka rejea. Kwa nini? Kwa sababu katika kipindi hicho wewe ndiye uliye na haki katika talaka ile. Unaweza ukamrejea au ukaendelea hivyo hivyo, yani wewe ndio una haki, lakini pia mwanamke yule bado atabaki kuwa katika hukumu ya mke. Unatakiwa utoe matumizi yote yanayohitajika kama alipokuwa kabla ya talaka, umpe. Na makazi pia yametajwa hapa katika Qur'an, katika sura hii, mahali pa kukaa na matumizi na kila kitu, kwa sababu bado ni mke. Kwa hiyo unaweza kukaa ukasubiria mpaka mwisho kule eda atakakwisha, umekurejea, inakuwa umemrejea, ni mke wako sasa. Inawezekana hivyo, na wengine watakufa mchezo mathalan, lakini itakugharimu hiyo, utaona. Kwa sababu zikikamilika 2, ukitoa ya 3 haina mswali tena, kama Waswahili wanasema hakuna mswali mtume tena hapo. Talaka ya 3 ni talaqun ba'in, at-talaqu al-ba'in au talaqul ba'in, talaka ile yenye kukata kabisa. Sasa hakuna kurejea tena. Ukishaacha talaka 3 si halali tena kwa huyu mwanamke kwako wewe, mpaka akimaliza ida yake aolewe na mwanamume mwingine. Mwanamume yule akutane naye tena, asiwa ametumwa, isiwe ni njama umefanya wewe na yeye, kwamba bwana muoe yule afu muache yule mke afu mimi nije muoe tena. La, aolewe na mwanamume mwingine, waishi watakavyoishi, na yule naye aje atengane naye kwa hiari yake au kwa jambo jingine lolote, lakini awe amemwacha. Ndio wewe sasa utafute namna ukamuoe tena, pamoja na kwamba talaka 3 zimeshaisha, lakini lazima aingie katikati mtu mwingine amuoe hapo, ili utiwe adabu, mjifundishe maisha, alafu ndio wewe sasa uje uoe baadaye, kwa sababu talaka hili ni talaqul ba'in. Kwa hiyo tunachokipata hapa ni kwamba tunatakiwa eda ipo, wa ahsul idda, na ihifadhini, idhibitini eda. Kwa hiyo jambo jingine ni kwamba eda inatakiwa idhibitiwe, ili pasiingie mzozo. Unaweza ukafika mahali wakamwambia nimekurejea, kwamba lakini eda yangu ishaisha, imeisha wiki iliyopita.
huwezi kunirejea tena. Na kweli eda ikiisha huwezi kumrejea. Wewe waruhusiwa kumrejea wakati bado yuko ndani ya zile siku za eda. Sasa kama hamkudhibiti mweza kuingia kwenye mzozo. Kama tayari eda ishaisha kumbe bado. Mimi hesabu leo tarehe 5, wewe mpaka tarehe 12. Iliisha kitambo. Sasa ambaye dhibitini ili msije mkaingia katika mizozo kama hiyo. Unaelewana? Kwa hiyo Allah anayaweka mambo kwa hikma ya hali ya juu ili kulitengeneza jambo la Uislamu. Mambo kama haya huwezi kuyapata katika sheria ya aina yoyote, mfumo wowote ule. Jambo hili tunaweza kuliona ni jambo dogo, lakini ni jambo kubwa sana. Mila ya aina yoyote na dini ya aina yoyote hawana sheria kama hii. Kisha Allah anasema wattaqullaha rabbakum, na mcheni au muogopeni Allah Mola wenu. Kwa nini yametajwa mambo haya, hukumu hizi, kabla pia hazijakwisha? Katikati tuohofishwa na Allah jalla wa ala. Katikati muogopeni Allah Mola wenu. Wakati wapewa mke wewe waozeshwa, pasomwa khutbatul haja pale, zatajwa aya za kumuogopa Allah. Wahofishwe wewe umuogope Allah, kwa sababu Allah ni mkubwa zaidi, Allah ni muweza zaidi, Allah hafanya atakalo. Sasa wewe mwanamume mara nyingine unaweza ukawa na kiburi fulani cha kutaka kumnyanyasa na kumdhalilisha mwanamke, kwa sababu tu wewe umepewa nguvu za kumiliki talaka katika mkono wako, na mwanamke amewekwa iko chini ya taa yako. Huenda hii ikakufanya upate kiburi wewe, ukataka kumuonea mwanamke, ukataka kumdhalilisha mwanamke. Muogope Mola wako. Au mawali wakawa wana kiburi kwa binti yao, pengine wakataka kumchukua kutoka kwako kinguvu bila talaka wala chochote, wala hakuna utaratibu. Wamuogope Mola wao. Hili ni jambo la dini. Wawe na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yoyote anayefanya dhulma kumfanyia mwenzake kwa sababu ya unyonge aliokuwa nao, Allah hatamwacha. Dhulma yoyote utakayoifanya dhidi ya Muislamu mwenzako kwa sababu ya unyonge wake aliokuwa nao, Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni akbar min dhalik, na Allah ana nguvu zaidi kuliko hivyo, na ni mkubwa kuliko wewe na kuliko kila kitu, na ana uwezo juu yako. Anaweza kukufanyia jambo ambalo wewe hutalisahau katika maisha yako, na wala huna namna ya kulikwepa. Ukitazama matatizo haya ya nini, na kimbona hali iko hivi, mbona wenzangu, kumbe ni kwa sababu ya ile dhulma walioifanya kwa wale wanyonge katika dhaafatul muslimin, wanyonge katika Uislamu na wanyonge katika wanadamu, wewe uliwafanyia dhulma. Sasa muogopeni Allah Mola wenu. Lakini pia kuna ujeuri wa kuikiuka sheria ya Allah. Muogopeni Allah. Allah ni shadidul iqab. Sasa ikawekwa tambihi hapa ya kwamba wattaqullaha rabbakum, kuwatanabaisha juu ya sheria hii. Tumuogope kwa vipi? Kwa haya yaliyopita na haya yanayokuja. La tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna. Na hapa ndipo wanapofeli watu wengi sana. Hii sura ukiitazama utaona kwa wale waliokwenda madrasa utaikuta kwenye juzuu ya Tabarak. Yani ukiisoma juzuu, watu wa madrasa wasoma juzuu ya Amma kisha waingia juzuu ya Tabarak, yani iko karibu kabisa, haiko mbali. Na aya ndio hizi ziko wazi kabisa, lakini katika aya zinazokiukwa kweli kweli Allah anasema la tukhrijuhunna min buyutihin, msiwatoe katika nyumba zao. Wakati umempa talaka mwanamke, usimtoe kwenye nyumba. Toka, fungasha vitu vyako, toka, msukuma huko, chukua vitu vyako,
chukua jifurushi lake la nguo, tupa nje, nenda kwenu. Kwani una kwenu wewe? Kuna watu wanafanya namna hiyo, amtoa mwanamke kimbwambwa, wao wanasema funga mlango wake, kwenda kwenu. Balaa kweli. Sasa watu wafanye wengine, haya mshakuacha wewe, agiza counter, lete toroli, pakia vitu kwenu. Au tayari ushampata lako, ushakata tiketi kwenye basi, wapige simu tu babake, nimemposti mwanao anakuja huko. Kwa ufidhuli na ujeuri wa hali ya juu, kwamba ndio shamwacha kwao. Sasa la tukhrijuhunna min buyutihin, msiwatoe kwenye nyumba zao pale alipokuwa kiishi, na umetoa talaka akae pale pale. Hii ni amri, kwa maana hili ni katazo la kuwatoa wanawake, na ni amri ya kuwabakisha wanawake katika nyumba. Wala yakhrujna, wala wanawake wenyewe wasitoke. Maana kuna wengine, nataka talaka yangu, wakati huo asema nataka talaka, afunga mizigo yake, mimi nataka talaka yangu bwana. Kwa maana ukimpa tu safari imeshaanza na tiketi anayo, anataka kwenda kwao. Haya ni katika mafundisho walioyakiuka Waislamu wengi, wakaidharau sheria hii. Zamani katika baadhi ya makabila na mingine mpaka sasa makabila wanafanya hivyo, wakiwa wataka kuzidumisha mila zao, watoto kabla ya kuozeshwa wanapelekwa jandoni huko, na mambo ya unyago na wafundishwa mambo yao ya kimila, lakini si haya mambo mengine tu, ili akishakuwa katika ndoa ajue wajibu wake kama mume. Kwa hiyo watoto wa kiume huko watafundishwa kuwinda, watafundishwa kuchunga, watafundishwa kulima, watafundishwa kushuka makapu, mapakacha, yani yale mambo ambayo sasa atakuwa ndio usimamizi wa familia yake. Huko vijijini katika baadhi ya makabila ya kizamani kabisa, watafundishwa mambo kwamba haya ni mambo ya wanaume na haya ni mambo ya wanawake. Atafundishwa kupika, atafundishwa kadha, kutandika, kusafisha nyumba, kutandika kitanda na kufanya hivi, kumhudumia mumewe. Sasa yafaa kwa Waislamu kabla ya kuoa wafundishwe hukumu hizi, wajue. Haya ndio mafundisho sahihi, sio waingie kwenye ndoa, waingia tu huna moja unajua. Matokeo yake wavunja mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuvuruga, si jambo la sawa. Kwa hiyo wanawake hawatolewi katika nyumba wanazoishi kwa sababu ya kupewa talaka tu, na kama ikiwa hakuna budi, toka wewe mume, si ushamwacha na waona kwamba hamwezi kukaa pamoja kwenye kipindi iko eda, mtavurugana tu, toka katafute mahali ukalale, nenda kwenu, nenda kwa jamaa yako, kapangisha chumba kingine, muache pale akae mpaka atakapomaliza eda yake. Haya ndio mafunzo ya Uislamu. Lakini nasema illa an yatina bifahishatin mubayyina, isipokuwa watakapofanya makosa au machafu yaliyo wazi wazi. Mubayyina kwa maana ya bayyina, ayo adh-dhahira, makosa yaliyo wazi kabisa. Wanawachuoni wanaeleza kwamba fahisha mubayyina, miongoni mwa hayo pengine ni kuwatusi wazazi, kutukania baba yako na mama yako, maneno machafu kabisa anazungumza mwanamke, ugomvi kabisa, apigana, aharibu vitu, amekuwa kama mwehu, ashikiki, yani afanya uharibifu kwa ujumla. Lakini pia imesemwa fahisha mubayyina kwa maana ya zina. Huyo hataruhusiwa kukaa hapo hata dakika mbili, watakiwa umrudishe kwa wazazi wake, hafai huyo.
Lakini kama si hivyo, basi mke huyo anatakiwa abaki mahali alipokuwa akiishi. Na katika kipindi chote, kama ni nyumba umeipangisha, umekodisha nyumba, basi kipindi chote katika eda mlipa kodi ni wewe. Tunasema mimi nishamwacha, tabidi alipe kodi mwenyewe. Sasa miezi mitatu iliyobaki, kodi hiyo ni yako, kwa sababu wewe ndiyo utakayegharamia matumizi yake na makazi yake. Msiwatoe katika nyumba zao, wala wanawake wasitoke. Utapoa talaka, ukija umkuti bibi yuko wapi? Karibia kufika kwao sasa hizi, kaondoka tangu asubuhi hapo ulipotoka tu, na yeye hayupo. Si sawa, ni kuikiuka sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ila kama atakuwa anafanya uchafu wa wazi wazi, sasa ushamwacha, ana kazi ya kuleta wanaume hapo, au umemwacha akaa hapo, lakini ulimi wake ni mchafu, tukana watu, tukana wazazi na mingine mfano wa haya, basi hataweza kukaa tena. Allah anasema watilka hududullahi, na hiyo ni mipaka ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala haddada hududa, ameweka mipaka kwamba jambo hili mwisho wake ni hapa, na hili mpaka hapa, na hili mpaka hapa. Huu ni mpaka. Wewe mwanadamu, kwa ule wanadamu wako, maadamu wewe ni kiumbe cha Allah, hutakiwi kuvuka hapo, sio makamu yako wewe kuvuka hapo. Kwa hiyo hii iliyotajwa hili suala la kuwa mwatakiwa muache wanawake katika kipindi ambacho kitafaa wao kuanza eda, na suala la kudhibitiwa eda na wanawake kukaa eda, na wanawake kuwa hawatakiwi kutolewa kwenye nyumba wanazokaa wakati wakiwa kwenye eda, na wala wao hawatakiwi kutoka wenyewe kwenye nyumba hizo. Hiyo ndiyo mipaka ya Allah aliyoiweka. Watilka hududullahi, na hiyo ni mipaka ya Allah. Tumewekewa mpaka sisi wanadamu, kwa hiyo msivuke. Panakatazwa, hiyo ni mipaka ya Allah. Hapana tu fala ta'taduha, haiko hapo, sio? Lakini ndio maana yake kwamba hiyo ni mipaka ya Allah, msivuke. Kwa sababu gani? waman yata'adda hududallahi, yoyote atakayeivuka mipaka ya Allah faqad dhalama nafsa, basi hakika ameidhulumu nafsi yake. Umejitia katika matatizo makubwa sana. Kwa hiyo unaidhulumu nafsi yako mwenyewe. Yanayokusibu wewe hapa duniani na yatakokusibu akhira ni kwa sababu mwenyewe uliidhulumu nafsi yako kwa kuivuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwekea, kwa kiburi chako, kwa ufedhuli wako, kwa kule kujiona wewe wajua sana. Jeuri kabisa, hutaki kusikia sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa yanayokusibu ni kwa sababu umeivuka mipaka ya Allah. Huyu atakuwa ameidhulumu nafsi yake, faqad dhalama nafsa, hakika ameidhulumu nafsi yake. Na dhulma ya nafsi yarudi kwako mwenyewe, madhara yake. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala atuambie hikma ya kuwabakisha wanawake katika nyumba na kutoa. Anasema la tadri, hujui wewe mwanadamu, la tadri, hujui, la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra, huenda Allah akazusha baada ya hilo jambo. Huenda Allah akazusha jambo baada ya haya. Mapishana, mara kaingia huku wengia huku, miezi mitatu au hedhi tatu, mmekaa mahali pamoja, mapishana tu, kuna jambo litaingia baina yenu. Ndio namwacha hivi mke wangu? Au kama mke alikuwa afanya ujeuri, ndio naachwa hivi mimi, kwa nini siombe msamaha? Pengine jeuri yatoka kwake. Kama jeuri yatoka kwako, kwa nini mimi nisijishushe mimi nikakaa na mke wangu hivi aenda zake? Au jamani, mmekaa pamoja, mmetangamana pale, huenda Allah akazusha kitu pale. Kwa hiyo kama majifunza hivi jambo fulani,
Lakini wanawake wa kileo ukimwacha leo tayari kashaondoka yuko kwao, eda haijaisha si kashaolewa. Kaolewaje huyu na mimi nimemwacha hata mwezi hujaisha, ambaye akaolewa akapata mume mwingine. Wewe ukumthamini bwana, wewe ulijua tahangaika, basi ataenda haijaisha. Kwa hiyo kuna muda pale mnapewa wa kuangalia mambo. Ndio hayo mambo. Sasa tuna watoto pia, mna watoto baina yenu, mtoto baba mara mama. Sasa mama, sasa huyu nimemwacha, akiondoka huyu, haya watoto wangu itakuwa fikra ile pale, akili. Kama ukupata akili wakati ule kuzozana, utapata akili sasa wakati mkiwa mmeachana, mko pamoja pale, akili itakujia na pengine huruma ikakujia. Kama sababu ni hizi ambazo watu wengi zinawapelekea kuachana. Kuna sababu nyingine, hii si dawa. Dawa ni kitu kingine, sawa? Kwa maana sasa jambo limeshaharibika kabisa, haliwezekani. Lakini kikawaida hasa ndoa nyingi za vunjika kwa mambo haya ya kawaida tu. Mke wangu mimi nisikilizi, mke wangu mjeuri, mke wangu hivi, au mwanamume mimi nisikilizi, mume wangu mjeuri. Kila siku achelewa kurudi, akiambiwa kurudi wala hajali. Yani kesi kama hizo za binafsi. Hizo dawa yake ni hii. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea sheria, na sheria ni sheria nzuri, na sisi tutakiwa tujivunie sheria hii kwa kuifanyia kazi, kwa kuwa wasiokuwa sisi hawana sheria hii, hawana kabisa. Hata kama wataziweka, lakini kwa wameweka wao, sisi tumewekewa na Mola aliyetuumba, tupata thawabu ndani yake. Yani katika kuzitekeleza na kuzikubali tupata thawabu sisi. Wakati mwingine uweza ukashindana mkavutana na mwanamke, wewe ukajifanya dhaifu kwa sababu ya kuichunga sheria ya Allah, wapata thawabu wewe. Lakini kwa kumwangalia yeye tu kwamba yeye tu, basi uweza ukaukiuka mpaka wa Allah. Lakini wewe angalia kwamba ni nani kaika sheria hii, kwa hiyo mimi naifuata hii sheria, na Allah hata kutupa katika hili. Kama utakavyoziona aya zinazokuja huko mbeleni, wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, au man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, na mfano aya hizo. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Kwa hiyo jambo limejengwa juu ya takwa Allah na limejengwa juu ya msingi wa dini. Tunapolisimamisha jambo hili, tulisimamisha huku tukiwa tunatarajia thawabu. Kuachana kwetu na kuishi kwetu ni kwa thawabu, na sheria zinazofungamana na mambo ya talaka ni kwa ajili ya kutarajia thawabu ndani yake kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sidhani kama baada ya kuyafahamu haya bado tutaendelea kuwa ni vituko kwa watu, tukawa tuyakiuka haya. Sidhani. Labda pengine watu walikuwa wakifanya mambo kinyume na hivi kwa sababu ya kutokujua. Sasa baada ya kuwa watu wajua, sidhani kama itakuwa ni vituko kwa watu ikawa ndoa za Waislamu zinafanyika mambo ya kihuni ambayo hayana utaratibu. Leo tutaishia hapa, na insha Allah katika darasa litakayofuata tutaje kusoma jambo jingine zuri kabisa linalofungamana na suala la talaka na eda, kwa sababu aya hii au sura hii ni suratul talaq. Yote au mengi yatakayotajwa hapa utakuta yanafungamana na talaq na vile vyenye kufuatia ndani yake, mambo ya eda, nafaka na mengineyo. Wallahu ta'ala a'lam.